Mpango wa Samia Suluhu kuhakikisha kwamba karibu wanachadema wote wamekamatwa umezua taharuki nchini Tanzania. Ujambo na karibu mpenzi mtazamaji, na ikiwa wewe ni mara yako ya kwanza kukutana na chaneli hii, tafadhali subscribe. Katika siku za hivi karibuni upepo wa kisiasa nchini Tanzania umeanza kubadilika kwa kasi, huku ishara zote zikionyesha kuwa Rais Samia Suluhu Hassan ana mpango wa kimkakati wa kumaliza nguvu ya upinzani nchini Tanzania, hasa kuelekea uchaguzi mkuu wa mwaka huu. Hatua ya hivi punde kabisa ya Mahakama Kuu kuagiza viongozi wakuu wa Chadema watangazwe kupitia magazeti makubwa imeibua maswali makubwa kuhusu ushawishi wa serikali katika taasisi za kisheria na namna vyombo vya dola vinavyotumika kisiasa dhidi ya wapinzani wa serikali. Mahakama Kuu kupitia masjala ndogo ya Dar es Salaam ilitoa agizo hilo ikiwahusisha viongozi muhimu wa chama hicho cha upinzani akiwemo makamu mwenyekiti wa Chadema Tanzania Bara John Heche. Wengine ni mkurugenzi wa mawasiliano na uenezi Brenda Rupia, mjumbe wa kamati kuu Rose Mayemba, aliyekuwa mwenyekiti wa Bavicha Taifa Twaha Moipaya, afisa kutoka kurugenzi ya habari na uenezi Javas Lienda, na mjumbe wa baraza kuu Hilda Newton. Agizo hilo lilitolewa na Jaji Awamu Mbagwa kufuatia ombi lilowasilishwa na upande wa waleta maombi ukiongozwa na Said Isa Mohamed na wenzake, wakidai kuwa viongozi hao wamekuwa kikaidi wito wa mahakama tangu Juni mwaka huu. Na kwa mujibu wa taarifa za kesi hiyo, jitihada za kuwafikia viongozi hao zimeshindwa. Ni hali ambayo imetajwa kwa ishara ya maksudi kuepuka kufikishwa mahakamani. Ingawa upande wa utetezi uliwakilishwa na wakili Mpale Mpuki ulijaribu kupinga hoja hizo, mahakama ikakubaliana na upande wa waleta maombi na kuamuru tangazo la kuwatafuta viongozi hao lichapishwe katika magazeti makubwa yanayosambaa kote nchini. Mahakama pia imepanga kusikiliza kesi hiyo tarehe 24 Oktoba mwaka huu. Lakini mbali na utaratibu huo wa kisheria unaoonekana wa kawaida, wachambuzi wa masuala ya siasa wanaona mkono wa serikali nyuma ya pazia, wakiutafsiri mchakato huu kama sehemu ya mkakati mpana wa Rais Samia Suluhu kutumia mahakama kudhibiti wapinzani wake wa kisiasa. Na katika kipindi cha miaka michache iliyopita, matukio mengi yameonyesha jinsi serikali ya Samia imekuwa ikitumia mamlaka ya kisheria na vyombo vya dola kudhoofisha upinzani. Kuanzia kesi za mara kwa mara zinazowakabili viongozi wa Chadema, kufungwa kwa mikutano ya hadhara, hadi kushughulikiwa kwa wanaharakati wa kiraia wanaoonekana kukosoa utawala wa CCM, vyote vimekuwa ishara kwamba serikali hii inatumia njia za kisheria kuficha lengo la kisiasa. John Heche, ambaye amekuwa sauti muhimu ndani ya Chadema na umoja wa wapinzani wakuu wa sera za serikali ya Samia, amekuwa akikabiliwa na vikwazo vya mara kwa mara tangu mwaka 2021. Mara kadhaa amezuiliwa kufanya mikutano ya hadhara na amepotezewa ruhusa za mikutano na hata kutishiwa usalama wake binafsi. Kwa wengi, Heche anaonekana kama kiongozi wa kizazi kipya ndani ya upinzani, na hilo linafanywa awe tishio kwa serikali iliyo madarakani. Wachambuzi wanaona kuwa Samia Suluhu anajaribu kufuta kabisa uwepo wa wapinzani wenye nguvu kuelekea uchaguzi ujao. Tofauti na ilivyokuwa na marais waliomtangulia, Samia amechagua kutumia njia za kisheria ambazo kwa nje zinaonekana ni za haki, lakini ndani yake zimejaa ushawishi wa kisiasa. Hii ni mbinu inayolenga kumfanya aonekane mtetezi wa demokrasia, ili anavuruga mfumo huo taratibu bila kutumia nguvu za moja kwa moja. Kesi za viongozi wa Chadema si tukio la kwanza kuibua wasiwasi kuhusu matumizi ya mahakama kama chombo cha kisiasa. Katika kipindi cha uongozi wa Samia kumekuwa na visa kadhaa vya ukiukwaji wa haki za binadamu vinavyohusishwa na vyombo vya dola ambavyo havijawahi kupata suluhisho la kweli.
Miongoni mwa matukio makubwa zaidi ni lile la utekaji na mateso ya wanasheria maarufu wa haki za binadamu Tito Magoti, ambaye alikamatwa Desemba mwaka 2019 na kuzuiliwa kwa miezi kadhaa bila hukumu ya haki. Hadi leo kesi yake imekuwa ikivutwa na kucheleweshwa, huku mashirika ya kimataifa yakilaani ukandamizaji huu kama mfano wa serikali kutumia sheria kukandamiza sauti huru. Kisa kingine kilichotikisa taifa ni kile cha kiongozi wa ACT Wazalendo Zitto Kabwe, ambaye mara kadhaa amewahi kufunguliwa kesi zisizoisha kwa tuhuma za uchochezi. Wengi wanaamini kesi hizo zilitumika kumnyamazisha kisiasa, hasa baada ya chama chake kuanza kupata umaarufu mkubwa katika baadhi ya mikoa. Pia tukio la kutoweka kwa mwandishi wa habari Azori Gwanda limeendelea kuwa doa jeusi katika historia ya kazi ama ya haki za binadamu nchini, na tangu alipotekwa mwaka 2017 serikali haijatoa majibu ya kina kuhusu alipo au kilichomtokea, na badala yake vyombo vya dola vimeendelea kukwepa uwajibikaji, huku mashirika ya kimataifa kama Amnesty International na Human Rights Watch yakimshtumu vikali ukimya wa serikali. Zaidi ya hayo, mwaka 2021 waandishi wa habari walikamatwa kwa makosa ya kueneza taarifa zisizo sahihi au kumdhalilisha rais, ikiwemo tukio la kukamatwa kwa mhariri wa gazeti la Mwanahalisi Said Kubenea, ambaye alijulikana kwa ujasiri wake wa kukosoa serikali. Kwa upande wa vyama vya upinzani, Chadema imekuwa ikikumbwa na vikwazo vingi tangu Samia aingie madarakani, wakati akijipambanua kama rais anayependa maridhiano. Ukweli ni kwamba hatua nyingi za serikali zimekuwa zikivuruga msingi wa vyama vingi vya siasa. Mwaka 2023 mikutano mingi ya upinzani ilisitishwa kwa kisingizio cha uvunjifu wa amani, ili hali mikutano ya CCM ikiendelea bila vikwazo. Hali imefanya wadau wengi wa siasa kudai kuwa Samia anatumia uhuru wa maridhiano kama chombo cha kupumbaza umma, huku akijenga mfumo wa chama kimoja unaovaa sura ya kidemokrasia. Kwa sasa mahakama zimekuwa zikitumika kama sehemu kuu ya mkakati huo. Kesi nyingi zinawakabili viongozi wa upinzani, uchelewesho makusudi au kutolewa hukumu zinazowaweka mbali na siasa kwa muda mrefu. Hata pale wanaposhinda kesi, uamuzi huo hufuata na kucheleweshwa kwa sababu zisizoeleweka. Wadadisi wa kisiasa wanasema huu ndio mpango wa kimya wa Samia kuhakikisha hakuna kiongozi mwenye nguvu anayeweza kumpinga kisiasa kabla ya uchaguzi mkuu. Hatua zake zimejikita katika kuondoa uhalali wa wapinzani kupitia mahakama, kuvuruga muundo wa vyama vyao vya hila za kisheria na kuwazuia kwa njia za kiutawala. Lakini zaidi ya Tanzania, dunia nzima inaangalia. Mashirika ya kimataifa, mataifa washirika wa maendeleo na taasisi za haki za binadamu yameanza kuelekeza macho yao kwa serikali ya Samia. Wengi wanasema Tanzania, iliyowahi kuwa mfano wa amani na uhuru Afrika Mashariki, sasa inaelekea kwenye udikteta wa kimfumo. Kuna hofu kubwa kwamba uchaguzi huu ambao unatarajiwa siku karibu 5 zijazo utakuwa wa upande mmoja pekee, kwa sababu tayari wanasiasa wengi wa upinzani wameshajiondoa. Wengine wako mafichoni na baadhi wanakabiliwa na kesi zisizoisha. Hali inatengeneza mazingira ambayo Samia Suluhu ataingia kwenye uchaguzi bila upinzani wa maana, akitumia uhalali wa kisheria uliopangwa vizuri kuhakikisha hakuna anayemzuia. Tanzania sasa ipo katika kipindi cha majaribu makubwa ya kisiasa. Wananchi wengi wanasema wamechoshwa na mifumo ya uoga, huku mashirika ya kiraia yakikandamizwa na sheria kandamizi. Hata hivyo, vyombo vya habari ambavyo vilikuwa nguzo ya uwazi vimewekwa chini ya udhibiti mkali wa serikali.
Taarifa za hivi karibuni zinaonyesha zaidi ya waandishi 120 wamekamatwa au kufunguliwa mashtaka kati ya mwaka 2020 na mwaka 2025 kwa tuhuma za kueneza taarifa zisizo sahihi au kwa tuhuma ama kwa kutumia mitandao ya kijamii vibaya. Wengi wao wameamua kujiondoa kwenye taaluma kutokana na vitisho, huku magazeti kadhaa yakipoteza leseni zao kwa maamuzi ya kutiliwa shaka. Na kwa mtazamo wa wengi, yote haya ni sehemu ya mpango wa Rais Samia Suluhu kuhakikisha anabaki madarakani kwa utulivu, bila upinzani wa kweli na bila kelele za ndani wala nje. Lakini dunia inaendelea kutazama, huku Umoja wa Mataifa, Umoja wa Ulaya na mashirika ya kimataifa ya haki za binadamu yakifuatilia kwa karibu mwenendo wa kisiasa wa Tanzania. Na bado imebaki kuona kama taifa hilo litaweza kusimama tena kama ngome ya demokrasia katika ukanda wa Afrika Mashariki. Na huu ulikuwa uchambuzi maalum wa Kenyascope, tukichunguza kwa undani namna Rais Samia Suluhu Hassan anavyotumia mbinu za kisheria na kisiasa kudhoofisha upinzani na kudhibiti mustakabali wa siasa za Tanzania. Dunia inatazama na historia itahukumu. Kumbuka kusubscribe, kutoa maoni na kushare video hii ili wafikie wengi katika nchi ya Tanzania.